Sasa leo nakuletea kanuni ya 6 kati ya kanuni 10 za mapenzi, inaitwa double face. Hii ni kanuni inawahusu wale watu wote wenye umri wa kuanzia miaka 30 kwenda mbele na mpaka sasa hivi hawapo katika ndoa na mapenzi wanasema hawajaelewa. Hii kanuni inawahusu sana. Lakini kwa wale ambao bado hawajatimiza miaka 30, leo mtakuwa mmebahatika sana kuisikia hii kanuni ikiwa bado mapema. Kama mtapuuza, na nyinyi mtagonga 30, mtagonga 35, mtagonga 40 mkiwa single. Na mtafurahi maisha ya usingo kwa sababu mtashindwa maisha ya ndoa na kwa sababu mapenzi mtakuwa mjaelewa. Leo nitakufundisha hii kanuni ya double face na itabadilisha maisha yako kiujumla kuanzia leo, nakuhakikishia. Baki na mimi hapa. Naitwa Mombeki Crispin, hii ni Mbeki TV. Sasa tutaenda kuitazama kanuni ya double face katika maeneo matatu ama manne. Eneo la kwanza la kanuni ya double face ni kuchagua. Nasemaga kila siku, unaweza mnashangaa kwa nini huyu kaoa lakini bado anaendelea kusaliti, ama kwa nini huyu ameishi na mimi muda mrefu hajanioa lakini katokea mwanamke kakaa naye wiki ama mwezi amemuoa. Kuna tofauti kati ya upendo, sawa? Tofauti hapa kati ya upendo na chaguo. Mtu anaweza akakupenda lakini asikuchague. Na maana ya kuchagua, maana yangu wapo wengi, si ndio? Haimaanishi leo hii utakayemchagua wewe mpenzi wako basi hautomuona mzuri mwingine zaidi yake, hautomuona mwenye shape mwingine zaidi yake, hautamuona mwenye hela mwingine zaidi yake, hautaona mwenye malavulavu zaidi yake, hautaona mwenye six body zaidi yake. No, watakuja na watakuwepo wazuri zaidi yake, wenye kiwango kizuri zaidi yake, kwenye kila kitu pengine wamemzidi. Lakini kitachokufanya ubakie ama utengeneze imaya yako ni uchaguzi, kwamba kati ya wote hao waliokuwepo na wenye sifa nzuri kuzidi huyu, mimi nimemchagua yeye. Kwa katika kanuni ya 6 ya sura 2, sehemu ya kwanza tulioitazama ni hii, chagua. Na ukitakapomchagua mtu, amua kuwa naye kwa hali yake alivyo. Usijisikie vibaya kwa sababu anataka sio mweusi, sio mweupe, sio tajiri, ana kazi, ana hela. No, chagua. Ukipenda boga, penda na ua lake, ana watoto, ana nini, chagua na hayo maisha yake yawe umeyakubali. Sehemu ya pili tutakoenda kuitazama ni hii. Sehemu ya pili tutakayoitazama ni hii, kuwa na mmoja. Hii kuchagua na kuwa na mmoja ni vitu kama unataka kuona vinafanana. No. Kuna watu katika mahusiano wanajifanya na akili sana. Wanamchagua mtu wa kuwapa mapenzi, yani kwamba huyu kitandani huyu noma. Wanamchagua mwanaume wa kumridhisha kitandani tu au mwanamke wa kumridhisha kitandani tu. Alafu wanamchagua mwanaume wa kuwapa pesa. Alafu wanamchagua mwanaume wa kula naye bata. Wanamchagua mwanaume handsome boy. Yani mtu anawapanga wanaume katika categories tofauti, huyu wa hela, huyu wa kunchezea mchezo, huyu wa kitandani, huyu handsome boy, huyu wa kula bata. Manake wapo wengi, wote kawachagua. Ama kati ya wengi kamchagua mmoja kwamba wote na wachuna ila ninaompenda ni huyu. Sasa hii sehemu ya pili tunaoitazama ni kwamba kuwa na mmoja. Wakati unachagua, sawa, unaweza ukamchagua mmoja kati ya wote 10 uliokuwa nao kwamba yule ndo unampenda lakini wengine bado upo nao. Hii ya pili tunakuja kukwambiaje? Kuwa na mmoja. Sasa ile uliochagua, kama unataka kuchagua eti mmoja kati ya 10 afu ukawa nao bado wote ila ukampenda mmoja, sasa hivi unaambiwa wewe uliomchagua ndo wewe umpende na ndo wewe kuwa naye. Kuwa na nani? Kuwa na mmoja. Kwa nini kanuni yetu ya 6 inasema sura 2? Kuwa na wengi maana yake utajivalisha sura nyingi. Then itakuconfuse katika namna ya kufanya maamuzi. Kila mmoja hapa ana sifa yake, si ndio? Kila mmoja kati ya 10 uliokuwa nao ama 3 uliokuwa nao ana sifa yake, na ukiendelea kuwa nao watakuathiri katika namna ya kufikiri. Kila sifa ndio inakukamilisha. Yani utaanza kuhisi kwamba mimi nikiwa na mwanaume ananiridhisha kitandani tu sitosheki, nahitaji fedha. Sasa kwa sababu mwanaume mwenye fedha hawezi kitandani, wacha wawe wawili. Mimi nikiwa na mwanaume ananiridhisha kitandani na mwanaume mwenye fedha, nakosa mwanaume romantic, yule wa kustarehe naye, wa kufanya vitu charming, wa kucheza cheza naye, wa kunifanya nijisikie vizuri. Hawa wote wawili hawana.
hii sifa ya kuwa charming kwangu, subiri nitafute mwanaume charming. Kwa hiyo utajikuta una categorize wanaume katika maeneo ya kufikiri wakiwa pamoja kukupa hiyo huduma, ndio wewe unatosheka. Na unaweza ukasema mwanaume siku hizi pesa. Sasa hivi tunaangalia sasampa, it's okay. Unaweza ukasema unaangalia sasampa. Utakapompata mwanaume mwenye sasampa, utasema we mwanaume mashine. Sasampa tayari zipo. Sasa una misi mashine kwa sababu pale kwenye sasampa kuna mashine. Unahitaji ndoto ya kuwa na mwanaume mzuri, awe na hela, awe na upendo wa dhati, akupe muda wake, awe romantic, akuridhishe kitandani. Unahitaji mwanaume mmoja mwenye sifa 6. My dear, kitu sichokijua unahitaji wanaume 6 tofauti hapo. Kwa sababu huwezi kumkuta mwanaume mmoja mwenye sifa zote. Utasubiri sana hadi ulimwengu utakapoanguka. Na ndio maana leo unamkuta mwanamke kavunja mahusiano yake ama mwanaume kavunja mahusiano yake, kumuuliza tatizo ni nini, anakuambia huyu mwanamke ana kila kitu lakini malaya. Kwa hiyo kila kitu anacho, tatizo lake ni nini? Ni malaya. Sawa, utaenda kwa mwingine ambaye sio malaya, ana kila kitu lakini hana adabu, utamwacha pia. Utaenda kwa mwanamke mwingine ama kwa mwanaume mwingine, ana kila kitu lakini mbaya. Utaenda kwa mwingine ana kila kitu lakini hana pesa. Kwa hiyo bado unaweza ukawa katika game, katika mchezo wa kuhangaika hii dunia kumtafuta huyo mwanaume mwenye sifa zote 7 ambazo kiukweli hajawahi kutokea ama hajawahi kuzaliwa mwanaume huyo. Eneo la jingine la pili tutakalotazamia kwenye sura 2 ni kuachana na kurudiana. Kwenye hii double face, kuachana na kurudiana bado tupo katika double face. Yaani mguu nje, mguu ndani. Upo au upo. Leo upo, kesho upo. Miezi 3 upo, miezi 4 upo. Double face. You don't choose. Hujafanya maamuzi. Sawa? Sasa kuachana na kurudiana mara kwa mara kuna changamoto gani katika double face? Maana yake ni kwamba utapata ile tatizo, unachochea usaliti. Sawa? Jambo la kwanza, utachochea usaliti. Mfano mimi nikwambie, upo katika mahusiano na mwenzako, labda kuna changamoto imetokea, mmegombana, mmetengana. Sawa? Takriban miezi 3. Nikuulize tu katika akili yako eti mama, pengine katika akili yako umewekea kwamba mwache kwanza apumzike, ajifunze adabu. Miezi 4 unataka mtu ajifunze adabu. Hivyo nafikiri katika ile miezi 4 kile kipindi hauoni kuna hatari ya yeye pia kupata mtu mwingine wa kumfariji? Hauoni kuna hatari pia ya yeye kujisikia kutaka kitu kingine tofauti? Kwa inawezekana hiyo miezi 3, huo mwezi mmoja ulomweka mwenzako mbali na wewe kwa sababu ya ugomvi wenu, ukasema kwamba mwezi unaokuja nitamrudia, ama unaweza useme mwezi unaokuja utamrudia, mkawa tu mmeachana. Jua mwenzako sometimes anajua okay, yale mahusiano yetu ndio yameshakufa. Yeye anaweza akaingia katika mahusiano mapya. Sio, nifahamu? Sawa, alikupenda, lakini baada ya kuachana akasema okay, kama anitaki sawa. Kuna mwanamke mmoja alikuwa ananitaka, mimi nilikuwa nampendaga sana, acha nikamfuate. Ama kuna mwanaume mmoja alikuwa ananisumbuaga sana. Safari hii mwanaume anarudi kumsumbua demu wako ulomwacha ama ex wako, anamkuta ex wako yuko single. Ex anamkubali kwa sababu si hana mwanaume. Kwa hiyo kuachana kutaleta haya mambo. Athari nyingine inaweza kutokea ukiachana na usaliti na mapenzi mapya ni kubadilika. Mabadiliko. Sawa? Mtu ulimwacha akiwa bado hajajitambua. Pengine alikuwa bwege sana kwako. Kile kipindi mlichogombana ukamwacha, kajifunza baadhi ya vitu. Aliona makosa aliyofanya, amejifunza. Si ushanielewe? Sasa anabadilika. Unaweza ukataka kumrudia lakini ukamrudia mtu ambaye sio yule uliyomwacha. Kwa hiyo inaweza kama mabadiliko mabaya. Si ndio? Au mabadiliko mazuri. Yote yanaweza yakatokea. Cha msingi tu, mtu utakapomwacha usitegemee atarudi kama ulivyomwacha. Usitegemee utamkuta pale pale ulipomwacha. Huyu mtu utamkuta na mabadiliko. Kwa bahati nzuri au mbaya, mabadiliko yoyote lazima yatakuathiri. Lakini athari nyingine ni hii, unapoteza umuhimu. Umuhimu wako unapotea. Kwa nini umuhimu wako unapotea? Kwa sababu huyu mtu anaanza kujifunza maisha mapya bila wewe.
Huyu mtu anaanza kujifunza kuadapt maisha bila uwepo wako. Unajua wakati mwingine watu tunawaweka katika vifungo, wao wanaanza kuamini kwamba bila Mo siwezi kuishi, bila fulani maisha siyaoni. Wakati utakapomwacha ataanza kuona ukweli kwamba unajua nini, hivi mwezi wa 3 umepita sasa hivi sijawasiliana na fulani, nimewezaje? Ina maana kumbe inawezekana. Hivi mwaka sasa hivi umepita bwana na maisha yanaendelea. Kumbe yule bwana mpuzi hata akiniacha mimi naweza nikamove on. Kumbe kuna wengine wananipenda bwana. Kumbe kuna wanaume wanajali kuliko yule. Kumbe kuna wanaume wanakupa zawadi sijai kuonaga. Kumbe kuna wanaume wanaweza wakalia kwa ajili yangu sijai kuonaga. Kwa hiyo kuna namna umuhimu wako utapotea, ama utamfundisha kuishi bila wewe, alafu akamaster hilo class, then wakati unataka kumrudia hataogopa tena kukupoteza, hatakuwa tena ule bwege wa kuogopa ama kuombaomba tuachane, wala hatakuwa anayapigania mahusiano. Mwisho atakuendesha wewe. Tumeona mara ngapi hapa mtu unamwacha mwanamke anayekupenda, anayekulilia, baadaye wewe ndio unarudi kama mwizi katika kwa huyo mwanamke, mpaka inabaki historia kwamba mwanamke alikuwa alitaka kadi kujiua kwa ajili yangu, lakini sasa hivi tena sasa hivi anakuona hata ukipiga simu, nani nitakupigia. Hata babani akiona anakupita. Yaani unajiuliza kabadilikia wapi? Kumbe sio tu kabadilikia wapi, umuhimu wako umepotea, kwa sababu tayari kipindi kile mnaachana alijifunza kuishi bila wewe. Hilo gap likamshape upya. Kwa hiyo kuachana mara kwa mara, athari nyingine zitakazopatikana ni kupoteza umuhimu wako kwa huyo mtu. Hii ndio nasema sura 2. Usione ile sura sitaki nataka tuachane, bado unampenda. Utamsumbua. Mtu unataka tuachane naye afu mwenzako kakubali ka move on, wewe unaleta usumbufu. Wewe bwana ulisema tuachane, mimi umeniona na mpenzi wangu mpya. Kwa nini unaniletea fujo? Kwa nini unanitangazia mabaya? Sawa, mimi na wewe tulikuwepo pamoja, tumefanya mambo mengi. Ya nini unitangazie? Ya nini usambaze picha zangu za utupu? Ya nini usambaze picha tukiwa kafaraga? Tulifanya tuliyofanya, tulikuwa pamoja. Wewe inakuuma nini? Si uliniacha? Si tuliachana? Kwa hiyo lazima ufanye maamuzi ya kuchagua na kuwa na mmoja, na uepuke kuachana na kurudiana mara kwa mara. Kama ukimwacha mtu, ukisema leo hii sikutaki, maana yake umetaka mtu aishi maisha yake. Atakapoenda kuishi maisha yake, usimfuatilie, usimchokonoe, usitake kumharibia mambo yake, usitake mapenzi yake ama mahusiano yake yanayoendelea yashindwe. Usiwe mchawi. Umpendi, mwache. Wanaompenda watakuja na yeye ataendelea maisha yake. Sio umemwacha mtu kwa sababu Chikonda kaanza kunawili nne, sasa hivi ana shape kawa mweupe, kawa soft, kawa black beauty, kawa nini, maudendo anaanza kukutoka. Mtoto sasa hivi, mtoto siku hizi umenenepa wewe. Mtoto siku hizi unanitamanisha. Tukumbushe enzi nini? Watakuharibu mapenzi, mahusiano mapya ya mwenzako. Nini? Wewe ulikuwa naye, ulishindwa kumtunza. Wenzako wamempata, wamemtunza. Sasa usione vinang'ala watu wanavigaramia. Wewe ulishindwa kugharamia, wenzako wanagharamia. Acha wizi. Wapo wanawake waliwaacha wanaume, sasa hivi wanarudi wao ndo wezi. Mwanaume ana mwenyewe. Wapo wanaume waliwaacha wanawake, sasa hivi wanarudi wao ndo wezi. Mwanamke ana mwenyewe. Kwa lazima unapotaka kufanya maamuzi ya kuachana na kurudiana, wewe umeamua kumwacha kweli. Sio eti namwache nitamrudia. Sawa. Lakini kama haujajua vizuri kwamba kama una akili ya kumwacha lakini bado unampenda, usimwache. Jitahidi kupambania mahusiano na kuangalia kwa namna gani unaweza ukaa. Na ndio maana pale nikasema kama umemchagua hautakubali kuachana naye. Kama ndo upo na yeye tu, haitakuwa rahisi kuachana naye. Kwa sababu unaachana naye utakuwa na nani? Lakini leo hii mtu ukiwa na wengi watatu, wewe unamwambia nitakutafuta, maana yake unajua bisa wewe na kuacha na kuweka pembeni, wapo wengine hapa watanipa company. Nikiwachoka hawa nitarudi kwako. Hatuwezi kuweka na booking. Lakini athari nyingine ni hii hapa, malengo. Leo hii kama upo katika mahusiano ambao mna experience ya kuachana sana katika mahusiano yenu, maana yake mmepoteza malengo. Hamtakuwa na malengo ya pamoja kwa sababu ile imani yenu na yale mapenzi yenu yamepotea. Jambo lingine litamaliza upendo. Hakutakuwa na upendo tena. Mahusiano mengi ya watu wanaoachana mara kwa mara na kurudiana, haya mahusiano yanaua upendo taratibu. Mtu uliyemwacha leo, kesho utakapomrudia hata kupenda kama alivyokupenda mwanzo. Ukimwacha leo utakapomrudia hata kupenda kama alivyokupenda mwanzo. Taratibu mpaka upendo utakufa, afu yatabaki mazoea. Unajua mpaka leo kuna wanaume wale
wanaendelea kuwagonga wanawake fulani hivi ambao walishaachanaga muda mrefu ila bado wanaendelea kugongana. Sio kama wanapendana, ila mazoea yanaendelea kuwafanya wagongane. Kwa hiyo leo hii unaweza kuona mwanamke mliachana mmerudi pamoja, inaweza ikawa sio upendo, ni mazoea tu. Kwamba nani Juma alikuwa ex wangu yule. Wewe vipi leo tutoke basi? Mmetoka kweli mmeenda mmegongana. Kwa hiyo yanabaki kuwa mazoea wakati ni watu ambao mlikuwa mmependana na mlikuwa mna malengo makubwa sana. Mahusiano yoyote utakayotaka yadumu ni yale ambayo utakuwa commitment, utajicommit. Wakati mwingine watu wazuri wapo, wanawake wazuri wapo. Lazima ujue na kwa namna gani utajilinda ili usivunje mahusiano yako. Kama ni kujitambulisha, kajitambulishe ili ujilinde. Jiwekee mazingira hata ya wewe mwenyewe kushindwa. Wakati mwingine kaa zile nyumba ambazo huwezi kubadilisha wanawake mara kwa mara. Mimi napenda zile nyumba mwenye nyumba nakwambia yule nataka nimjue mwanamke mmoja tu hapa. Lazima ujiwekee mazingira ambayo yatakuwa magumu wewe kusaliti. Isiwe kawaida unaishi kwenye nyumba watu wanakuchukulia poa eti umeingiza mwanamke huyu katoka, kaingia mwanamke huyu katoka, kaingia mwanamke huyu katoka. Huwezi kubadilika, hiyo nyumba itakuharibu. Lakini ishi katika nyumba ambayo ukiingiza wanawake wawili tu mtu anakuangalia. Huyu kaka mbona tabia yake chafu? Huyu dada mbona tabia yake chafu? Sawa? Kwa jitengenezee mazingira ambayo unaamini atakuwa ni mazingira magumu ya kumsaliti mwenzako. Lakini pia jitangaze. Mimi nasema kila siku hakuna mapenzi ya siri. Mapenzi ya siri ni ya wizi. Mapenzi ya siri ni ya usaliti. Mkiona nyinyi mnafichana kama mapanya, nyinyi wote malaya. Nyinyi wote wezi. Nyinyi wote bado hamjaamua. Nyinyi wote bado hamjachaguana. Nyinyi wote bado hamna malengo ya kuwa pamoja. Kama mna malengo ya kuwa pamoja, rafiki zangu watakujua, ndugu zangu watakujua, wazazi wangu watakujua, nikiumwa wewe ndo utakuja nyumbani, nikipata sherehe wewe ndo utakuja nyumbani. Yaani hadi zile activities, sherehe za nyumbani utashiriki, kuna jambo linatokea hadi nyumbani kwangu hata kama bado sijakuwa. Watasema hivi amini kwa mhitaji kutusaidia kitu fulani. Yaani unakuwa sehemu ya familia yangu. Sasa hiyo ni hatua nzuri sana ya wewe kujicommit, kuwa salama kutomsaliti mwenzako. Lakini pia hii itakufundisha kuwajibika na nafasi yako. Mimi ni mwanaume, nina mwanamke wangu. Na mwanamke wangu nyumbani wanamjua na wamemkubali. Vipi nyumbani wakiniona mwanamke mwingine? Lakini eti nyumbani kwako kila siku anakuuliza, "Mlete shemeji." Subiri bwana. Hawajui shemeji ni nani, maana utawabadilisha sana. Lakini wakimjua shemeji ni nani, maana yake tayari na ushajiwekea uzio na ushajifunga kamba. Nilisema kanuni iliyoisha ile. Mtie kamba. Kanuni ya mbuzi ile, kanuni ya 5 nilisema mtie kamba. Ile nayo ina mambo mengi sana. Kama hujaitazama ile kanuni ya 5 rudi nyuma video yangu iliyopita. Nayo ina mambo mengi sana. Mimi nakushukuru sana wewe kubaki na mimi hapa, natumaini umejifunza mengi sana kutoka katika hii kanuni ya 6 ya sura 2. Double face. Sawa? Hadi wakati mwingine tena usikose kesho kutwa na post kanuni ya 7. Yaani baada ya leo, baada ya kesho kutwa inakuja kanuni ya 7. Hivyo subscribe kabisa ili usiweze kupitwa na haya masomo. Bado narudia kusema yoyote atakayefanikiwa kumaliza haya masomo yote kuanzia episode ya kwanza hadi ya 10 hatobaki kama alivyokuwa. Ulikuwa na mimi Muombe Crispin, ni kuage tu kwa sasa. Bye bye.